Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusitishwa kwa mapigano kwa siku 10 kati ya Israel na Hezbollah, hatua itakayoanza kutekelezwa saa 11 jioni kwa saa za mashariki mwa Marekani, sawa na saa 6 usiku kwa saa za Israel, Alhamisi kuamkia Ijumaa. Nimekuwa na mazungumzo mazuri sana na rais anayeheshimika wa Lebanon Joseph Aoun pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, Trump aliandika kwenye Truth Social. Viongozi hawa wawili wamekubaliana kuwa ili kufikia amani kati ya nchi zao, wataanza rasmi kusitisha mapigano kwa siku 10 kuanzia saa 11 jioni, alisema Trump. Trump alisema pia amemwagiza makamu wa rais wa Marekani JD Vance, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio pamoja na mwenyekiti wa wakuu wa majeshi ya Marekani Generali Dan Kane kushirikiana na Israel na Lebanon ili kufanikisha amani ya kudumu. Usiku wa kuamkia Jumatano, Trump alikuwa ametangaza kuwa viongozi wa Israel na Lebanon wangepigiana simu ya kihistoria siku ya Alhamisi, lakini Aoun alipinga wazo hilo, akisisitiza kuwa Israel lazima ikubali kwanza kusitisha mapigano. Hadi sasa haijulikani kama mazungumzo hayo yatafanyika baada ya tangazo la usitishaji vita. Dakika chache baada ya kutangaza usitishaji huo, Trump alisema atamwalika Netanyahu na Aoun katika ikulu ya White House kwa kile alichokiita mazungumzo ya kwanza yenye maana kati ya Israel na Lebanon tangia mwaka 1983. Pande zote mbili zinataka kuona amani na ninaamini hilo litatokea haraka, aliandika Trump. Mazungumzo ya mwaka 1983 yaliyotajwa na Trump yalilenga kuondoka kwa majeshi ya Israel nchini Lebanon kufuatia vita vya mwaka 1982, ingawa makubaliano hayo yalishindikana kutekelezwa. Mara ya mwisho viongozi wa juu wa nchi hizo mbili kukutana ana kwa ana ilikuwa ni mwaka 1993 katika mkutano wa amani wa Madrid uliolenga kuleta maridhiano kati ya Israel na majirani zake wa Kiarabu. Kwa upande wake, Hezbollah imesema uwepo wa majeshi ya Israel ndani ya ardhi ya Lebanon utawapa wananchi haki ya kupinga na kuongeza kuwa usitishaji wa mapigano haupaswi kuruhusu Israel kuwa na uhuru wa kufanya operesheni ndani ya Lebanon. Katika taarifa iliyoandikwa, spika wa bunge la Lebanon Nabi Berri, ambaye ni mshirika wa Hezbollah, aliwataka raia wa Lebanon kuchelewa kurejea kwenye miji na vijiji vyao hadi hali itakapokuwa wazi zaidi kulingana na makubaliano ya kusitisha vita. Mbunge wa Hezbollah Ibrahim al-Musawi alisema kundi hilo litaheshimu usitishaji wa mapigano uliotangazwa na Trump ikiwa mashambulizi ya Israel dhidi yao yatasitishwa. Sisi Hezbollah tutazingatia kwa tahadhari usitishaji huo kwa masharti kuwa uwe ni kusitisha mapigano kwa ukamilifu dhidi yetu na kwamba Israel haitatumia nafasi hiyo kufanya mauaji ya kulenga watu maalumu, alisema. Aliongeza kuwa wanatoa shukurani kwa Iran kwa kuweka shinikizo kwa manufaa ya Lebanon, akisema usitishaji huo usingewezekana bila mchango huo. Hata hivyo, majeshi ya Israel yanatarajiwa kuendelea kuwepo kusini mwa Lebanon wakati wa usitishaji huo wa siku 10. Afisa wa Israel aliliambia shirika la habari la Ynet kuwa vikosi vyetu vitaendelea kuwepo ndani kabisa ya ardhi ya Lebanon na kwamba jeshi la Israel litaendelea kuchukua hatua dhidi ya tishio lolote. Kama ilivyo Gaza na ilivyokuwa Lebanon kabla ya operesheni Rolling Lion, tutachukua hatua sio tu dhidi ya hatari iliyopo bali pia dhidi ya tishio linalochipukia na kulishambulia mara moja, afisa huyo alinukuliwa akisema. Aliongeza kuwa ikiwa ndani ya siku 10 zijazo serikali ya Lebanon haitachukua hatua za vitendo kuivunja Hezbollah, basi Israel itachukua hatua kali mara baada ya hapo.